nipe masikio yako na moyo wako, na Mungu anisaidie nikaweze kuleta neno la Mungu. Na wakati niko na tafakari kuhusu siku ya leo na hii opportunity ambayo nimeipata ya kusimama mbele za watoto wa Mungu kuwapea neno la Bwana, nikajua kwamba katika dunia kuna watu wa aina mbili. Kuna wale watu ambao wanaomfuata Mungu na kuna wale watu ambao wameamua kukaa vile wanataka. Haleluya. Na siku itakuja ama siku inakuja, Mungu wetu atabainisha haya mambo mawili. Haleluya. Na kwa hivyo siku ya leo nataka tujifunze kuhusu these two groups za watu katika dunia hii. Na niruhusu before nikwambie kichwa cha neno ya leo, nikaweze kusoma maandiko katika kitabu cha Luka Mtakatifu chapter 15. Ni refu, sitaki kusoma yote kwa sababu ya wakati, lakini nataka tu niongee. Ni neno ama ni story tumeshasikia na tulianza kusikia kwa wakati tulikuwa wadogo. Na ukiona hiyo chapter na uangalie zile stories ziko pale, tayari hata wengine tumejua ni hiyo. Lakini nikiomba ya kwamba Mungu akaweza kutusaidia leo ikawa ya kitofauti. Luke chapter 15 verse 11 ni kuhusu mwana mpotevu. Na Biblia inasema ya kwamba kulikuwa, sitaki kusoma maandiko, lakini nataka tu kunareti hiyo story kwa haraka, ya kwamba kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa na wana wawili, na mmoja wa hao wana wake wawili ama watoto wake wawili, yule mdogo akamwendea baba yake na akamwomba, akamwitisha mali ama urithi wake, na kama baba akapea huyu mwana urithi wake. Na Biblia inatuambia kwamba naye alisanya vitu zake na akaenda kuishi katika nchi ya mbali, pale ambapo alitumia kile ambacho alikuwa amepewa na anasa za dunia. Alifanya chochote mwanadamu anaweza fanya. Alijifurahisha na ile raha aliona yeye kwake inayomfaa, na akakula mali yake yote. Lakini ikafika pahali, unajua wakati unatumia pesa si zinaisha, na ikafika pahali hauhitaji ukamwingia, ya kiasi ya kwamba huyu mtu pesa hakuna. Wakati hauna pesa, hata marafiki hakuna. Wakati uko na kitu unaweza umwa, utakuwa na watu wengi sana watakuwa wamekuzunguka. Na vile vile huyu kijana alikuwa na watu wengi ambao walikuwa wamemzunguka, na wakabonda pesa yake, wakabonda raha, wakafanya mambo yote, na wakati ukafika pesa zikamishia. Biblia inasema ya kwamba kuhitaji ukamwingia, akawa hana chakula, hana chochote. Na kwa sababu ya hiyo akajaribu sasa ni kujipa shughuli, atafute kazi. Na alitafuta kazi, na pahali alipata kazi, maandiko yanatuambia alipata kazi katika kazi ya kulisha nguruwe. Na nguruwe tunajua ni mnyama mtamu. Wale ambao wanapenda nguruwe, mimi sipendi nguruwe. Wale ambao wanakulanga nguruwe, sasa sisi tunakula, hiyo ni nzuri. Na akaenda kufanya kazi ambayo ni ya uchafu. Na kwa hivyo huyu kijana akakaa katika ile hali, akashikwa na njaa, akararukiwa, akawa hana mbele hana nyuma, mpaka wakati akaketi chini na akawaza katika mawazo yake na katika moyo wake, na akakumbuka huko nyumbani kwa baba yake ya kwamba kuna wafanyikazi, kuna chakula, kuna raha, kuna mambo mazuri. Na akasema, nitaamka, nitarudi nyumbani, nitaenda nyumbani nikamwambia baba yangu nimekosa, na kwa hivyo anikubali, si kama mwana lakini kama mfanyikazi. Haleluya. Na akachukua safari na akaanza kurudi mpaka akafika nyumbani. Nataka masomo yetu sio yale, nataka yetu ianze kuanzia verse number 25 na 25, hapo ndipo ningetaka tukaweze kusoma sana. Verse 25 inasema hivi: basi yule mwanaye mkubwa alikuwa kwa shamba, na alipokuwa akija na kukaribia nyumbani, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Verse 26, akaita mtumishi mmoja akamuuliza, mambo haya maana yake nini?
akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinjia ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi, akamjibu baba yake, tazama, mimi nimemtumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwana-mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Verse 30. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Haleluya! Mara nyingi tunaposoma historia ya mwana mpotevu huwa tunaangazia sana kuhusu huyu mwana aliyempotevu, lakini siku ya leo ningependa tukaangalie kuhusu huyu mwingine ambaye alikuwa anakaa nyumbani. Haleluya! Huyu mmoja alikuwa mwana mpotevu, lakini huyu mwingine ni mwana aliyepotea ambaye hajawahi kuondoka. Bwana asifiwe. Ni mpotevu lakini hajawahi ondoka. The lost son who never left. He's still there, lakini hajawahi ondoka. Na hawa ndio sisi kanisa la leo, wale ambao tumepotea lakini bado hatujaondoka, tuko tu mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mwana ambaye hakutambua urithi wake, hakutambua kwa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ona, yeye ako kwa shughuli zake, hajui ni nini ambacho kinaendelea huko nyumbani. Ni kweli kama vile anavyosema, amekaa miaka mingi na nani? Na baba yake. Amemtumikia, hajawahi kukosa amri hata moja, amekuwa tu mwaminifu. Lakini wakati huyu amekuja na alikusanya vitu zake zote akaweka kaharibu kule karibu, wakati amerudi amechinjiwa, kumekuwa na furaha. Haleluya! Ukisoma maandiko, huyu mwana ambaye aliyepotea, ambaye hajawahi kuondoka, the older one, ndiye alikuwa mkubwa, amepotea lakini hajawahi ondoka. Lakini huyu mwingine alikuwa amefanya nini? Ameshapotea. Haleluya! Huyu mwana ambaye alikuwa amepotea lakini hajawahi ondoka, Biblia inamlinganisha na Wafarisayo ama Mfarisayo. Mfarisayo ni mtu ambaye kila wakati anajiona ya kwamba yeye anafaa, yeye ni mzuri, yeye hakosi, yeye maombi yake yanaweza kuwa yanasikika sana kuliko yule. Kumbuka hata kwa maandiko, wakati Mfarisayo alikuwa naomba na mwingine na Yesu akaingia mahali pale, yeye alikuwa na akasema ya kwamba mimi si kama yule, mimi si kama yule. Na wakati inafika wewe na mimi tukiwa Wakristo, ninajiona ya kwamba mimi si kama yule, mimi ninaitwa Mfarisayo, the older brother. Ni kanisa, ni sisi watu wa siku ya leo. Huyu amepotea aiko na huko, lakini sisi tuko ndani, lakini bado tumepotea, bado hatujajua ule urithi Mungu ametupatia, bado hatujajua zile vitu Mungu ametupatia. Na ndiposa hata yule alikuwa amepotea, wakati anaporudi, na pengine tumpatie kiti cha kwanza, pengine tumpatie karama ya kufanya, sisi ambao ni the older brothers hatusikii vizuri. Haleluya! Badala tumshike, tumuonyeshe njia, badala tumshike na tutake kujua hayo mambo, hiyo miaka yote ulikuwa unaendeleaje, hata hatutaki
mpaka kuingia. Haleluya! Huyu ni Bwana, lakini anasikia mfanyikazi yanamletea ripoti. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuone picha ya watu wale ambao tuko kanisani siku ya leo. Je, mpendwa, umeokoka kama huyu ndugu vile alikuwa ameokoka? Mpendwa, wewe na mimi tunafanya kazi, tunamtumikia Mungu kweli, na tumeona Mungu akifanya kazi ndani yetu. Tumeona Mungu akitubariki, tumeona Mungu akiinua, tumeona Mungu akifanya mambo makubwa, lakini kwa nini tumefungika macho? Tuko kanisani, tulipotea, lakini hatujawahi ondoka. Nimepotea katika kazi yangu, niko katika kazi, ninamtumikia Mungu, kumbe nimepotea nikifikiri niko, lakini sijawahi fanya nini? Sijawahi ondoka. Nimesoma maandiko, ninajua neno la Mungu linasema nini, lakini badala ya nisimame na hili neno, ninaangalia huyu, ninaangalia yule mwingine, na niko na visababu, niko na mambo mengi. Huyu kijana ambaye alikuwa amepotea lakini hajawahi ondoka, alikuwa hypocrite, kwa sababu kusema kweli, hata Mswahili anasema ya kwamba damu ni nzito kuliko maji. Wakati ninaona ndugu yangu kabisa na alikuwa amepotea na amekuja, hata kama kabisa ninajua vile alienda, angalau nitakimbia nimkaribishe, nimwambie kuja, angalau niwe na talk. Lakini saa hii wanaongea na baba yake kwa nje, ni kama kwamba hataki kumwona, ako na uchungu ndani ya moyo. Kama vile kanisa ya leo tuko na uchungu na wenzetu, tumeitwa wana. Tukiwa kanisani, wewe ni ndugu yangu, wewe ni dada yangu, na kwa hivyo tunastahili kushikamana. Na wakati utaona nimeenda Mrama, nishike kwa upendo. Wakati umeona maybe mchungaji ama mmoja wetu ameshika huyu ili aweze kumrejesha, nikaribishe tu vile nilivyo. Haleluya! Ili pale nilikuwa nimepotea nikaweze kuendelea, nikaweze kujua madhambi yangu. Maybe huyu kijana ni ujana tu ulimuongoza kufanya kile alifanya, hakuwa na ujuzi, hakuwa anajua. But as a firstborn, what am I supposed to do? Kama mtu ambaye ndiye mkubwa katika hii jamii ya Kristo, ni nini ninastahili kufanya? Wanasifi. Kwa hivyo hata wakati aliondoka, maybe huyu aliondoka akamwambia umeenda na huku utarudi tena. So kuna kitu alikuwa nacho ndani ya moyo wake. This person, the older brother, was a hypocrite. Alikuwa na unafiki ndani yake. Je, kanisani tuko na unafiki? Tuko na unafiki. Ninakuchekesha lakini nakusikenya, ninakuchekesha lakini nakuchorea, ninakuchekesha, tunaongea na tunakubaliana, lakini wewe huko hauko. Kuna ile wewe uliamua kufanya, wewe ongea alafu tumalizane, lakini mimi ni nini? How can two go together? How can two agree? Na ni kwa nini mambo mengi tunataka kufanya lakini haifanyiki? Ni kwa sababu katikati yetu hakuna agreement. Haleluya, hakuna agreement. Kwa nini? Nimekubebea, umenibebea, nimebaki na uso wa kutabasamu ni kuonyesha we are together, but deep down in my heart mimi siko pamoja na wewe, wewe hauko pamoja na mimi, sisi kama kikundi hatuko pamoja. Haleluya. Mungu anatuita sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tuko ndani. Mungu hataki tuwe ndani na tufanye nini na tuondoke. Mungu anataka tuingie ndani na tuingie ndani, tuache unafiki. Haleluya. Tuache nini? Tuache unafiki. Kama vile Farisayo alikuwa na unafiki wa kuona yeye yako sawa. Number 2, huyu mtu, the older brother, ni mtu ambaye alikuwa na judge.
amerudi. Kwa nini ajaji? Hata hajasikia, hata hajamuona. Hakuna pahali tuliambiwa alikuwa anapata report. Bwana Yesu asifiwe. Do we judge? Church. Do we judge? Kwa nini nakujaji? Ninakuangalia tu hivi na ninakukatia hukumu. Kwa nini? Nani anastahili kuhukumu? Mungu mwenyewe ndiye judge wetu. Yesu mwenyewe ndiye nani? Hakimu wetu. Kanisa la Bwana, Mungu anatuita ndani ya mioyo yetu. Let us not judge one another. Na ndio unaona kanisa kuna shida, ndio unaona nyumbani kuna shida, ndio unaona mambo ni mingi sana. Tutaenda aje mbinguni kweli kama hatuongeleshana? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nikudhanie? Kwa nini unidhanie? Si tukae chini tuongee. Haleluya. Bwana asifiwe. Mimi ni kitu nimekuwa nikiomba Mungu. Sijawahi sikia. Nasikia kuna watu wanakulanga watu, lakini sijawahi ona. Nikusikia tu. Hata sijawahi ona. Lakini si heri uende kwa mtu umwambie ukweli. Mwambie ndugu yangu, mimi umenifanya hivi na hivi. Mimi nasikia hivi kukuhusu. Ni nini shida? Ndio tuongee na tuongee kwa upendo. Kuliko kufanya nini? Kufichaniana mambo na huko chini na huko ndani, na tunaenda pamoja. Tutakuwa kama huyu kijana ambaye urithi ulikuwa ni wake, lakini kwa sababu ya haya mambo yote hakujua kile amewekewa na baba yake. Haleluya. Ninaomba, unaomba, hatupati, tunang'ang'ana, lazima haya mambo yote kwanza tuyafunge. Kwa nini unidhania? Kwa nini nikuhukumu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mimi unafiki? Tunaenda, tunaongea, na kumbe mimi ndio nitaenda kuambia yule mwingine hata fulani alikuwa anasema. Mimi nikiomba kwa kwamba Mungu atusaidie kujificha, Mungu ambaye anaona kwa siri, Mungu ambaye anaona kwa roho zetu. Je, kwa nini nikudhania? Kwa nini nikuhukumu? Kwa nini tusiende tukiwa kitu kimoja? Kwa nini watu wasikae chini waongee, wakubaliane? Hata heri tukae kwamba hatujakubaliana kwa saa hii. Wewe nenda na mimi niende niombe. Maybe tukikuja tutakuja tukiwa kitu kimoja na mambo itaendelea. Na wakati nilikuwa ninasema hii somo kuja kujua kwamba ndio unaona watu tunaomba tukiwa kwa kama kikundi, hata nikiwa peke yangu kuna yale mambo ambayo mimi nimeamua ndani yangu. Lakini tutakuwa pamoja. Tuko pamoja kwa sababu tunaongea. Lakini ukitoka ile mlango, unaenda zako na Mungu wako na mimi zangu na Mungu wako. Kwa hivyo tutang'eng'ana ni kwa sababu hakuna makubaliano. Bwana asifiwe. Mara ngapi tumeshikana mikono tunaomba pamoja. Tunakaa kama tunakubaliana. Lakini tukitoka tumetoka tu, tumeacha maombi yetu hapo. Sisi tunaenda. Hakuna kitu kitatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka tuondoe judgment. Now, kuna Wafarisayo ambao ni Wakristo. Christian Pharisees. No, Christian Pharisees wako na roho ya kidini. Wewe kama Mkristo, ni nini imekufunga ya kidini? Uko na roho gani ambayo ni ya kidini? Ile ambayo ulitoka nayo huko, ambayo haipatii roho wa Mungu nafasi kukuhudumia. Hiyo ni roho ya kidini. Roho nyingine tuko nayo ni roho ya kisiasa. Angalia huyu kijana na baba yake. Alianza siasa. Political spirit. Alianza roho ya kisiasa. Na Wakristo wengi tuko na siasa kanisani. Ni kwa sababu gani? Maybe kuna kitu tunaongea kuhusu vile tutaendeleza kikundi chetu, vile tutafanya mambo vile, lakini tunachipuka tu. Yaani unaleta jambo ambalo liko kinyume tu ya kile ambacho tumeamua kufanya. Jambo ambalo litafanya wengine hata tujikwae tuone kweli kabisa hii ambayo hatutaweza. Ama hata wengine waachilie kufanya kile walikuwa wanataka kufanya. Kwa sababu watu wamekuja, tumeongea,
tumekubaliana, lakini nimeingia na siasa zangu, na hiyo siasa itafanya ya kwamba hii jambo haitaweza kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Je, mimi na wewe tumekuwa watu ambao wako na roho ya kisiasa katika kanisani? Tunaleta siasa kanisani tukisema ya kwamba tunataka kununua Bibles za kanisa, na maybe nimesikia tu kama vile nimesema tufunge hii njia, tufunge hii njia, tutakuja na siasa ya nini ifungwe, hiyo ni madhabahu ikae vile iko. Hujui ni kwa nini nilisikia vile. Roho nyingine ama jambo lingine huwa linatawala ni mtu kuona ya kwamba yeye ni mwenye haki. Mimi ni mwenye haki. Kile ambacho ninafanya ninasema I'm right. I'm right. Huyu kijana aliona kile ambacho anafanya kile ni right. Ili hali amesahau urithi wote niko nao ni wako, lakini amesahau. Amesahau. Na sasa kwa sababu ya kiburi ndani yake, ni kwa sababu ya undini ndani yake, ni kwa sababu ya kisiasa ndani yake, ni kwa sababu ya unafiki ndani yake, ni kwa sababu ya mtu ambaye ni mtu wa kuhukumu, anaweza kuhukumu hata hakumbuki ya kwamba hizi vitu zote ni sawa. Haleluya. Na akaanza kujiona mimi ni mwenye haki. Mimi ni mwenye haki. Kibinafsi mimi ni mwenye haki. Bwana asifiwe. Na mwenye haki wakati mwingine anatakanga ama ningetaka chochote ninasema I'm right. Nyinyi nifuateni. Chochote ninasema mimi ni right. Mimi ndio ninajua. Mimi ndio ninaweza. My point ndio the best. Hallelujah. Na hiyo inaleta shida katika nyumba. Inaleta shida katika nyumba ya Mungu. Wakati nilikuwa ninatafakari kuhusu hii dhambi ya hawa watu ama hawa vijana wawili. Huyu kijana mmoja wa kwanza alikuwa na dhambi ya kutenda. Dhambi ya kufanya nini? Tuseme dhambi ya kufanya nini? Dhambi ya kufanya nini? Ya kutenda. Alitenda nini? Alienda akaitisha baba, akaenda na akatenda yale yote ambayo alikuwa anaona ni vizuri. The sin of commission, ama dhambi ya utume, dhambi ya kutenda. Naye the older brother alikuwa na dhambi ya kuacha. Haleluya. The sin of commission, dhambi ya kuacha. Kuacha kazi ile Mungu amempatia, kuacha kutenda kile Mungu amemwelekeza afanye. Haleluya. Kuna dhambi ambayo inaonekana kama ni dhambi, na kuna dhambi zingine tunafanya zinajificha. Kanisa tuko na madhambi ambayo tunafanya. Baada ya kitabu cha Galatia, Galatians chapter 5, ili tuone dhambi zile ambazo huwa tunafanya haziwezi kuonekana na macho ya mwili, lakini Bwana anaziona na anataka kutukanya. Dhambi ya kuhukumu huwezi kuiona na macho. Dhambi ya unafiki huwezi kuiona kwa macho, lakini kuna dhambi ambazo unazifanya. Galatia 5, Galatians chapter 5, verse number 16 wa Galatia. Hata nianze 13. Inasema, maana nyinyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikieni kwa upendo. Maana torati yote
imetimilika katika neno moja, nalo hili: mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini mkiungama na kulaana angalieni msije mkaangamizana. Basi nasema, enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepigana, hata hamwezi kufanya mnalotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hapo chini ya sheria, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya. Sasa hapa tutaona matendo ya mwili, yale ambayo sisi wanadamu tunafanya, kitu ambacho hakiwezi kikaonekana na haya macho ya mwili. Verse 19, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambieni mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Haleluya, Bwana asifiwe. Huwezi ukaona hasira, lakini tuko na hasira. Huwezi ukaona hukumu na mambo yale mengine yote. Haleluya. Na niombe naomba ya kwamba Mungu akaweze kunisaidia na akaweze kutusaidia. Wacheni tuache hayo mambo. Ambia Mungu akatufungue tukawa uwazi. Haleluya. Sasa tulihubiriwa neno ambalo lina nguvu sana, ya kwamba tupate kuwa na appetite ya neno la Mungu. Tuweze kuwa na kiu na njaa ya neno la Mungu. Na ni wakati ule tu haya mambo yote ambayo tumeyasoma tutayakosa kueleka katika mioyo yetu ama hata kuyatenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jichunguze mwenzangu. Wewe na mimi, Mungu ametupatia urithi. Ni nini hiyo nimekuwa nikiomba sana Mungu anipee? Ni nini hiyo ambayo nimekuwa nikitafuta sana Mungu anisaidie? Kwa nini basi ninachukua miguu yangu ninaenda kwa uganga, ninaenda kwa uchawi, ninaenda kwa ulevi, ninaenda kwa kwa nini ninaenda kwa mambo kama hayo? Ni kwa sababu bado mimi niko kama huyu mwana aliyepotea, lakini hakoki.